Mtazamaji wa Top Town Media, karibu katika kipindi chako pendwa cha kiburudani ambapo tunakuletea burudani kutoka kwa wasanii wetu wa ndani ya mkoa wa Njombe, nje ya mkoa wa Njombe, Tanzania kwa ujumla tu. Naitwa Mzee wa Tatu. Kujua kipi ambacho nimekuandalia siku ya leo, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Usisahau tu kusubscribe, kulike, kushare, lakini pia kucomment. Nyuma kamera ilivyo ada, tuko naye Kevo Mnyama. Karibu sana mwanzo mpaka mwisho. Siku ya leo niko naye mwamba, muite Vanti Boy kutoka Mbeya mpaka Njombe. Uko poa? Niko poa. Bwana, tangu umekuja Njombe, naona kurudi nyumbani imekuwa changamoto. Njombe, hebu nipe motisha. Kipi kinachokuvutia sana kwenye maisha ya Njombe? Okay. Kurudi nyumbani tunarudi, isipokuwa tu ni kubadilisha mazingira. Unajua ulipozaliwa inatakiwa ukitaka kitu kizuri na kiende, inatakiwa ulipozaliwa uhame uende sehemu nyingine. Ndio na wewe upate changamoto nyingine. Hivi kwenye kumbukumbu yangu, Gwala ulimaliza naye mwaka, ulianzisha mwaka? Ile nilimaliza nayo mwaka mwezi wa 12. Unakumbuka? Ndio ulikuwa unafunga naye. Moja kati ya collab bora zaidi nyanda za juu kusini, ambaye ilifanywa haikuonyesha unyonge popote. Ulicheza eneo lako inavyotakiwa, lakini pia Mtafia akaonyesha uwezo wake kama mzoefu zaidi kwenye tasnia ya burudani. Hongera sana. Asante. Hebu tuambie leo kipi ambacho umetuletea kama mashabiki zako? Kitu ambacho maana kutoka mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 6 sijaachia project yoyote ile, na nilikaa kimya, nilikuwa naisoma kwanza gap ya muziki kwamba inahitaji nini kwa muda huu ambao yani sijaachia track yoyote. Ndio nimekuja kuachia track mpya inaitwa Salama. Nimekuja na kitu cha ziada, ni wapi ambao nilikuwa na faili na niongeze nini, nitoe nini, muziki unahitaji nini. Ndio maana nikasoma gap kwamba inatakiwa tudondoke na kitu fulani. Salama ndio kimekuja kudondoka. Ndio imedondoka hii. Kutoka Gwala mpaka Salama. Unadhani hichi kinafasi ulichokiacha cha miezi isiyopungua 6, umewahi umechelewa? Naweza kusema ndio muda wangu mwafaka. Hebu tuambie kwenye Salama nini Salama sasa? Salama ile bana, naweza kusema ina ujumbe mzito. Cha kwanza, cha pili, Salama ni nyimbo ambayo umeachwa, au naweza kusema mimi binafsi niliachwa. Kwamba sasa hapo ni true story kuhusu wewe mwenyewe. Bisa, hiyo ni fact mzee wangu. Umeona? Kwa naweza kusema Salama ni jina ambalo nimelitumia kwa sababu kuna jambo kufikisha ujumbe kwa ex wako kwamba bado una survive. Bado sana nipo. Bado sana nipo bado na dunda. Tumezoea watu. Unajua Vanti, ukiangalia wakati unaanza ulikuwa uko kwenye mfumo kama hip hop fulani laini. Lakini sasa naona kama vile unazidi kukimbia hip hop. Umekuja Salama kama kulalamika zaidi vitu ambavyo tulizoea kuviona kwa wasanii wa Bongo Flava zaidi. Kutoka kwenye hip hop mpaka kuja kuanza kuingilia Bongo Flava. Kipi ambacho kimekuondoa kule na kuingia upande wa huko? Hakujaniondoa, ndio maana nakwambia mara nyingi mimi nasomaga kwanza gepu kwamba muziki unahitaji nini kwa wakati huu. Mimi wakati kabla sijaachia wa Salama nilisoma kwanza muziki kwa sasa hivi, muziki gani ambao unaweza kuchapa na ukasepa na ukaitikia kwa watu. Ndio nikagundua muziki ambao unahitajika sasa hivi ni Afrobeat. Umeona? Ndio maana tukachapa Afrobeat. Umeona? Ndio maana. Lakini Salama mwenyewe anafahamu kwamba ujumbe umemfikia kwa in short. Kwanza alinitafuta, niliblock namba. Alinitafuta DM kwamba vipi kwa hiyo umeniambia mimi, nikamwambia mimi yani ni ujumbe tu nataka niwafikishie watu kwamba hata ukiachwa au ukifanya kitu fulani acha yani kiende, wewe bado upo salama ndugu yangu. Kwa hiyo wewe ni mmoja kati ya wasanii ambaye wakiingia kwenye mahusiano tunapata burudani, wakiachika tunapata burudani pia. Yani mimi ni kama Konde bwana. Kama Konde Boy vile nikiachwa na chapa song. Yani nikizama sana kwenye kidimbi cha mapenzi, utakuta dude ile hapa tunachapa. Kwa hiyo hii ni ngoma yako ngapi ambayo umeimba kuhusiana na maisha yako wewe mwenyewe binafsi? Hii ni nyimbo yangu ya pili. Ya tatu. Yani uhalisia kabisa kwamba hii ni fact kwamba maisha yako wewe mwenyewe. Ya kwanza ya kupambana, ya pili nimpendaga mtoto mzuri. Nikasema wewe mtoto wewe, yani kabla ya yote na kuimbia, na kweli nikamuimbia, ngoma ikaenda. Nimeachwa sasa hivi. Umetoa tena na Salama. Kwa zipo 3 hivi.
Zipo 3. Kwa hiyo Salama ni ex wako wangapi sasa tangu umeanza mahusiano? Kwani sikumbuki, sio wapo wawili, sio watatu, sio mmoja. Kwa hiyo yani sikumbuki kiufupi. Tafsiri yake wengi. Una muda ukumbuka? Sina muda huo. Okay. Vipi kuhusiana na mapokezi sasa ya Salama kwa mashabiki? Tukiachana kwa ujumbe kwa mhusika mkuu, mashabiki sasa mpokeaje mzigo? Kwanza anaweza usema anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimeachia hii track muda ambao wasanii wengi wameachia track na zinaenda vizuri. Ndio nikasema kwa uwezo wangu na upendo kwa mashabiki wanavyonipenda, pale pale na mimi naenda kujichomeka. Huwezi amini, mapokezi yamekuwa makubwa sana. Hata ukiangalia ngoma mtani inaitika, challenge ndio usiseme huko, watu wana use zinaenda hivi. Ndio tumeanza media tour hivi kuendelea kuipush pia hii iende kufanya vizuri. Kwa hiyo yani kikubwa ngoma imepokelewa kwa uzuri sana. Na wasanii wengi wa Njombe wanakuwa ni wavivu zaidi kutoa video. Wanachia tu audio lakini wewe umekuja kiutofauti sana. Kwa nini umeamua kuwa tofauti na wenzako ambaye tunaamini kwamba Njombe ni ndogo, naamini wasanii karibu wote tu mnakuwa nao company. Kwa nini wewe uko kiutofauti sana katika upande wa kutoa burudani zako? Okay, mimi ndio maana nakwambia Mbeya ilinituma kuja kufanya kazi kuhakikisha kwamba napush muziki wa Njombe. Tafsiri yake wewe uko serious zaidi. Niko serious vibaya mno. Mimi kabla ya kuachia ngoma nahakikishaga kwanza muziki unataka nini. Ndio maana sijai kuachia audio kama audio ngumu sana. Nahakikishaga kwamba watu angalie, wasikilize. Kuna watu wale wa kusikiliza muziki na kuna watu wale wa kuangalia performance ya msanii kwamba kwenye video mule amefanya nini cha ziada ambacho kinaweza kusema sisi tukamfuatilia au tukamtazama. Vipi unavyoona mfumo wa burudani zako, sanaa yako tangu umeanza mpaka sasa hivi? Iko katika hatua ya gani? Nipo kati. Matunda bado japo tunapata, lakini bado ndio maana nakwambia nisiwe muongo. Maana sije nikanyimwa kazi na mabosi. Unaona? Vipi ushirikiano sasa na wasanii wenzako huko, wanakupaje ushirikiano kuhakikisha kwamba kazi zako zinasogea zaidi kutoka hapo unapoanzia wewe? Naweza kusema mimi nisiwe muongo tena, narudia. Wasanii wa Njombe sipogi nao karibu sana. Mara nyingi nikiwacheki ni watu ambao wanakuaga kama ana kitu fulani kwa kuvimba. Kwa hiyo na sisi na asili yetu wa Mbeya, asili yetu ambayo tunayo sisi ni watu ambao ukimwona mtu analeta kama za kuleta za kuvimba, muacha aende, ana brand yake. Yani kuna namna yeye mwenyewe wenda anajiweka brand, unaona, muacha aende. Ndio maana mimi utakuta washikaji zangu sana ambao wasanii ambao nipo nao karibu, tatizo lote analijua, wapo wawili tu. Kuna Ngole na Sika. Vipi mipango yako kwa mwaka huu mara baada ya kuiona Salama inafanya vizuri? Na sasa hivi uko kwenye media tour. Vipi wewe, unapiga media tour peke yake au unachanganya na burudani? Nipo kujipanga kwa sababu mwezi wa 7 naenda na show Marawi. Nimepokea order kule kwa sababu ni mara 3. Kwa nimepokea kule, natokea tena nikatoe burudani kule. Kwa hiyo yani hiyo mipango hiyo ipo na tutaendelea kuifanya tukimaliza media tour, na tunaanza pia tour za Chaka pia. Chaka hiyo tutaanza kupiga. Nadhani mwaka jana waliona pia. Kwa mpaka mwaka huu tutaendeleza tulipoisha mwaka jana. Msanii gani ambaye unamwangalia sasa hivi ambaye ni nyota mkubwa Tanzania ambaye unatamani kufanya naye collab? Ni Vanilla, kwa sababu ni mtu ambaye anaimba muziki ambao unawafikia kwa na kila mtu ambaye anaweza kusikiliza, baba, mama, mdogo, mkubwa anaweza kusikiliza muziki wake. Kwa hiyo ni mtu ambaye namfuatilia sana pia kwa ukaribu, ni shabiki yake pia. Tangu umekuja Njombe, Vanti sijaye kuona umeandaa show ya wewe kama wewe hapa Njombe. Changamoto ni nini? Kwa sababu hili chanzo ni wasanii. Mimi nakumbuka niliandaga show moja, kuna tajiri kujaga, tulimalizana, ilitakiwa niende kukiwasha pale. Alienda, wewe naona umempost status sio mtu fulani. Wewe sio wa Njombe yule, ni wa Mbeya yule. Kwa yani unawapatia watu wa Mbeya, unatuacha yani watu wa ndani. Kwa hiyo walikuchomea. Kwa hiyo ndio maana nakwambia mimi sio mtu sana wa kuwa na mazoea sana na wasanii wa Njombe. Ndio kitu ambacho kina cost, lakini show tutaandaa, naamini hii itakuwa kwenye mipango mikubwa sana. Hauwezi kuvuruga tena wenda kama ulivyofanya mara ya kwanza. Nitamuomba Mwenyezi Mungu kila kitu kikae sawa. Asante. Umeona? Nimeangalia kwenye video yako. Ni kwamba pamoja na kwamba umesema uko Salama,
lakini uko salama ukiwa umelewa. Unadhani kwamba mbea wewe? Kwa hiyo kinachokuweka sana unajua ilichofanyika ile story bwana, hiyo ni true story. Kabla hatujaingia location, mimi sio mnywaji sana wa pombe. Hiyo ni nawaambia ukweli ndugu yangu, watazamaji. Nilichukua soda. Nilichukua soda kwa sababu nilijua nikinywa nitaharibu video. Nilichukua soda na glass, nikaenda kununua glass na soda Pepsi. Nikaenda nayo pale. Afaza Sniga akasema, hiyo haito mechi kabisa. Vao halisia, yani vaa njuga ya salama. Sasa nivaje? Salama uwe salama kweli. Salama. Kwa hiyo ilibidi niingie kutafuta na wine. Wine, umeona? Kwa hiyo kiwasilia pale ulikuwa umelewa kweli. Yaani sio yani kuact. No, ile ni kweli. Na mwisho wa video nitaka niharibu kabisa nishoot kwa sababu nilikunywa kweli, umeona? Mimi sio mnywaji. Kwa nini leo Faza mwenye Sniga akaanza kucheka kwamba imekwaje tena hapa? Afadhali tumemaliza. Kuna scene ambayo ilitakia tushuti ya nyuma, niona natembea naenda mbele, hatukushuti. Kwa niliharibu vitu pale. Nilewa kweli mimi style yangu bana ni kuangalia movie au cartoon. Ukiona yani Polonly, napenda sana kufuatilia movie. Ni mpenzi sana wa movie. Umesema salama ni true story. Kwa hiyo umeshapata kukava ile nafasi au bado? Mpaka sasa hivi bana bado kwa simu. Bado sijapata. Sijapata mtu ambaye anaweza kukava ile nafasi kwa sababu yule mwanamke aliniahidi vitu vingi, tuliahidiana kwamba itakuwa hivi na hivi. Kwa sijampata mtu ambaye anaweza kuziba ile pengo. Unapochagua mwanamke ambaye unataka kuingia naye kwenye mahusiano, kigezo gani kikubwa ambacho unakizingatia sana? Kwanza awe na heshima huyo mwanamke, na huyo mwanamke apende marafiki zangu, familia yangu, na huyo mwanamke awe na niheshimu na anaheshimu na kazi ninayoifanya sanaa. Huyo ndio mwanamke ambaye unaweza kuwa naye. Mwanamke wa kabila gani huwezi kudate naye? Kuna Mbena, kuna watu wa Songea. Samani sana. Na kabila gani ambayo unapenda sana kudate naye? Mimi kuna Mkinga, kuna Mnyakyusa, Mchaga anapenda hela sana, lakini mimi nawawezea sana. Mwanamke mweupe na mweusi, yupi unampa nafasi kubwa? Mimi anapendaga yeye wakati. Sio mweupe, akiwa mweupe sana atakutesa. Mimi na rangi nyeusi. Wao akiwa mweupe sana atanitesa. Njombe ina wasanii wengi, pamoja na kwamba umesema hawako closed sana na wewe. Lakini ni wasanii wapi ambao unaona wanafanya vizuri isipokuwa tu wanashindwa kuwa karibu na kuwa na umoja na ubunifu ili wafanye vizuri zaidi? Mimi wasanii wengi sana ambao wanafanya vizuri. Wanajionaga brand, siwezi kuwataja. Cha kwanza siwezi kuwataja. Msanii gani wa kike wa Njombe unatamani angalau, hata kama hutamani basi akikuomba collab inakuwa ni rahisi kufanya naye? Tiki. Tiki ni mtu ambaye hana majivuno, anaheshimu sana talent za watu. Kipi tutegemee mara baada ya kuona Salama inafanya vizuri? Tutegemee nini mbeleni? Una dira gani ya kiburudani? Yaani ninavyokuambia hapa na collab mpaka zinanichanganya. Nyingine toka mwaka jana ninazo nyumbani, lakini ni budget tu. Unajua unapoamua kufanya collab na mtu fulani mkubwa, hakikisha budget ya promo inakuwa kubwa. Tuambie Salama wanaipataje mashabiki wale ambao kwanza bado hawajaitazama Salama? Inapatikanaje? Inapatikana YouTube. Tumeacha visualizer na siku kama 3 hivi mpaka leo. Naombeni sana support kwa sababu Vanti nipo kwa ajili yenu. Nimekuja kivingine. Yaani watu ambao walinizoea kusifia mapenzi, nikipendwa sana, wenye vibe. Sasa hivi wanangu nimeachwa, inatakiwa msupport sasa. Msikilize Vanti amekuja na nini. Nilikona special, ukaniona ni boya mi, ukauchuna moyo wangu misikia. Dharau mateso nilipata kwa ajili yako, hujaona thamani yangu. Umeona? Naitwa Mzee wa Tatu, lakini usisahau kulike, kusubscribe, kushare, lakini pia wacha comment yako hapa. Nyuma ya kamera nilikuwa naye Kevo Mnyama. Mpaka mara nyingine tena.